Tangazo kuhusu ukomo wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa, ngazi za vijiji, vitongoji na mitaa kuwa madarakani. Kwa kuwa kanuni ya 21 ya tangazo la serikali namba 572 ya tarehe 12 Julai 2024 na kanuni ya 22 ya tangazo la serikali namba 571, 573 na 574 ya tarehe 12 mwezi Julai mwaka 2024 zinatoa ukomo wa kuwa madarakani kwa mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa halmashauri ya kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa kamati ya mtaa katika mamlaka za wilaya, miji na mamlaka za miji midogo, siku 7 kabla ya siku ya kuchukua fomu za kugombea uongozi, ili kuweka mazingira yatakayowezesha uchaguzi wa nafasi hizo kuwa wa demokrasia, huru na wa haki. Hivyo basi, kwa kuzingatia matakwa ya sheria ya serikali za mitaa sura namba 287 na sura namba 288 na kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 2024, na kwa kuzingatia marekebisho yaliyofanyika katika ratiba ya matukio ya uchaguzi wa serikali za mitaa na kutangazwa tarehe 15 mwezi Oktoba 2024, ambayo yameainisha kuwa fomu za kugombea nafasi za uongozi zitaanza kutolewa tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024 hadi tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2024. Hivyo ninaelekeza ifuatavyo: 1. Madaraka ya wenyeviti wa vijiji, wajumbe wa halmashauri za vijiji na wenyeviti wa vitongoji katika mamlaka za wilaya, miji na mamlaka za miji midogo yatakoma kuanzia tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2024. Nafasi za viongozi hawa zitajazwa kufuatia uchaguzi utakaofanyika tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2024. 2. Madaraka ya wenyeviti wa mitaa na wajumbe wa kamati za mitaa katika mamlaka za miji yatakoma kuanzia tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2024. Nafasi za viongozi hawa zitajazwa kufuatia uchaguzi utakaofanyika tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2024. 3. Majukumu yote ya utendaji katika kijiji au mtaa yataendelea kutekelezwa kwa mujibu wa sheria na maafisa watendaji wa vijiji au mitaa kwa kushirikiana na maafisa watendaji wa kata husika. 4. Watendaji wa vijiji au mtaa hawataruhusiwa kutekeleza jukumu lolote la kisheria ambalo linapaswa kuamriwa na halmashauri ya kijiji au kamati ya mtaa. Endapo kutakuwa na jambo ambalo haliwezi kusubiri mpaka serikali ya kijiji au kamati ya mtaa kuundwa, afisa mtendaji wa kijiji au mtaa husika ataliwasilisha jambo hilo kwa afisa mtendaji wa kata, ambaye atalazimika kuliwasilisha kwa mkurugenzi wa halmashauri husika ili kupata idhini ya kutekeleza jambo hilo. Mwisho, nitoe rai kwa wenyeviti wa vijiji, wenyeviti wa vitongoji pamoja na wenyeviti wa mitaa kuhakikisha kuwa ofisi pamoja na nyaraka mbalimbali muhimu zinakabidhiwa kwa watendaji wa vijiji pamoja na watendaji wa mitaa ifikapo tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2024. Utekelezaji wa tangazo hili utaanza tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2024. Asanteni kwa kunisikiliza.